We are concerning attracting Jesus' attention. Attracting Jesus' attention. What is attractive? Kufutia uwepo. Ni uwepo. Kufutia. What is attention? Kiswahili kingumu jamani. Attracting Jesus' attention. Na ninaona watu hawajafahamu. Tafadhali please. Hilo. Mimi mbaya. Mnajua tuko na sifa hapa kwa hii nyumba. Na nitawaambia waikia sikai mshiko kwa sababu. Luke chapter 19 and verse 1. 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 That is our reading. Wale ambao ni wageni tunajiita IFC, Glorious Ministries, and you're much welcome. Make this church your church, and I can promise you, hautaenda bure. God is going to change and transform your life in Jesus' name. Luke chapter 19 and verse 1. The Bible says, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, or tax collectors, and he was rich, and he sought to see Jesus, who he was, and he could not for the press, because he was little of stature. And verse 4 says, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. And he made haste and came down and received him joyfully. Verse 7, and when they saw it, meaning what we have done, they all murmured, saying that he was going to be guest with a man that is a sinner. Verse 8, and Zacchaeus stood and said, Lord, behold, the half of my good I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said to him, this day is salvation come to your house, for as much as he is also a son of Abraham. Amen? Isaiah 55 and verse 6, we can read there very fast. Isaiah 55 and verse 6, the Bible says, seek ye the Lord while he may be found, call you upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thought, and let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, to our God, for he will abundantly pardon. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mbele. Nabia jirani yako angalia mbele sasa. Leo ningetaka kuongea kuhusu attracting Jesus' attention. Kumfutia, I don't know what is attention. Hata tumie jina tu uwepo. Kufutia uwepo wa Mungu. Nitaanza kwa kusema hivi. Ukisoma katika John chapter 3 and verse 16, ni mstari ambapo kila mtu anaufahamu. And we read it without opening our Bible. Kwa lugha ya Kimombo, for so God loved the world, his only begotten Son, ukiona mtu anafanya mdomo na mdai juu hakwendaga Sunday school. Hallelujah. That hallelujah. Everybody I think anajua. Nitaka kusema hivi, uhusiano wa Mungu na mwanadamu kama mahusiano mengine yoyote yale huanga na inakuwa the relationship between man and God, like any other relationship, it grows. Amen. Na hakuna uhusiano haukui. Iwe ni uhusiano wa mtu na mtu, uwe ni uhusiano wa mtu na mnyama. Wazungu wanapenda wanyama sana, especially the pets. Watu wengine tunakuanga tudogo. Na hata Afrika siku hizi nimeona wameanza kuadopt hiyo culture. Unakuta mtu akona kaumbwa kadogo kanaka kwa nyumba. Sisi kwetu ushago tunajua Mungu anakaanga Egypt na chakula anakulaka kupatikana akipenda ya wili. Lakini hapo kwa Mungu kadogo wazungu wamedevelop that relationship so much
ya kwamba hii vitu tunapeleka mpaka hospitali. Niona usuguri kuna hospitali za domestic animals. Ni kweli? Yeah, even world kuna hospitali hizi. Na nilisema hivi, uhusiano, any relationship between man, either between man and God or between man and man or between animal and man, it is about to grow. Hakuna uhusiano haukui. Uwe uhusiano wa bibi na bwana unakuwa. Amen. Na ndio maana Biblia inasema for so God loved the world. Kuna watu wa Mungu na kuna wana wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. For so God loved the world, not the world of mountains and valleys, the world of humanity. Love for the world or love for humanity, it is very general from God. Lakini kuna uhusiano ambao unapita uhusiano wa mwanadamu, uhusiano huo wa watu tu una graduate unaenda uhusiano wa Mungu na watoto wake. Mungu na wana wake wanaweza zivi. Na ni vizuri kujichungusha ujue uhusiano wako na Mungu kama uko kwa level ya son au level ya mtoto. Maana kuna tofauti ya mtoto na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisadiani yako kama uhusiano wake na Mungu anaona kama umefika level ya mtoto au mwana. Watu namuonea hasimu. Because even God dealing with us, He deals with us differently depending on the level mumefika na yeye. Mimi kuna mambo nikifanya sahihi, ile kidogo nitawekwa hei. Na kuna mwingine akifanya mambo mengine unaona Mungu ni kama anamuignore, ni kama haoni. Na ndio maana hata kanisani mnaona pastor anaelewa watu wake. Kuna mtu anaweza fanya kitu hapa na nijifanye hata si kuona na si kusikia. Lakini mtumishi malaika akifanya kitu kingine tunafikisha kanisani aende kabisa because anatoka hiyo level. Kwa Yesu asifiwe. Sasa wewe level yako na Mungu imefika wapi? Ya mtoto, ya mtu wa Mungu au ya mwana? Na utajuaje level yako imefika ya mtu wa Mungu au ya mtoto? Level ya mtu na Mungu ni wale hawajaokoka. Generally kama sasa huyo ndugu amesema anahitaji maombi mingi, I suspect hajaokoka. Na ndugu leo ningekushauri utoke kwa hiyo level ya mtu na Mungu, watu wa Mungu, kuingia kwa level ya mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simtumitie moyo. Amen. Unasikia ndugu yako, leo ni siku yako. We want you to come to the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niseme hivi, ushirika huu baina ya Mungu na mtu, nitaongea kuhusu ushirika wa mtu na Mungu. Mtu ambaye amemfahamu Mungu. God desires this fellowship to grow to levels, to heights ambapo wewe kumjua Mungu unamjua personally. Unamjua by dealing, by experience, sio kwa kuambiwa. Kuna mtu alikuja hii kanisa kwa sababu alialikwa na rafiki, but with time ataanza kushiriki nasi sio kwa sababu ya mwaliko, bali kwa sababu ya kusikia na kujua. That fellowship will grow. Bwana Yesu asifiwe. Na matamanio yangu kama kanisa ni tukue from one level of glory to the other. Shida ni kuwa tuko na watu ambao wako na miaka mingi kwa wokovu lakini hawajakuwa. Mtu ambaye zile shida alikuwa analia, bado analia leo. Mtu ambaye vile alikuwa anamuona Mungu kabla hajaingia kwa wokovu, bado anamuona hivi. That is not the desire. Mimi niko kwa ndoa kwa miaka tuko na miaka 17, 18. Na vile nilikuwa na deal na my wife nikimchumbia. Unajua vijana wanasema kuweka box. How I was dealing with the hand nikimweka kwa box. Wale ambao ni senior citizen kidogo, kuweka kwa box ni kuini your spouse. Najua kuna watu mpaka hawajajua kuweka kwa box ni kufanya nini. The way I deal with her today is very different. She knows me in out. Wakati ule kuna vitu ambazo kwangu hakuwa anazijua lakini leo anazijua. She knows my weaknesses, she knows my strength, she knows my character. I can't hide. Kuna siku moja nilikuwa nataka kusurprise yeye, siku moja nikitoka kazini. Na nilipoingia kwa nyumba, nilipokaingia kwa mlango, nikasema nitabadilisha sauti nione kama nilikuwa nataka kumsurprise. I was so much surprised. Aliniambia baba Chris wewe pia acha kutetea usiku. Nikamuuliza umekuwaje na ulikuwa umefunga nyumba? Akaniambia ninataka how you walk. Vile ninatembeaga kwa anajua, yani she has mastered even my walking. Kama mtu anajua vile unatembeaga kabla haja kuona na ukidanganya. Na ni vizuri kujua mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na I have God for na mimi nimemjua. So what I'm saying is relationship should grow.
relationships will grow. Lakini mahusiano yoyote yale yasipolimiwa haiwezi kukua. Ambia jirani yako, limia ushirikiano wako na mzee. Limia ushirikiano wako na Mungu. Limia ushirikiano wako na Muumba wako. If you don't cultivate, if you don't palilia ushirika wako na Mungu, that fellowship will not grow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hamkunijibu. Wewe uko kwa level ya mtu wa Mungu au mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu. Hamkunijibu hiyo. Wewe ukiangalia unaona kama uko level gani? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niseme hivi, you know, devil is doing his level best to make sure to water down the fellowship between man and God. Anajaribu sana kuharibu ushirikiano huu. Kwa sababu tangia mwanzo kama kuna kitu shetani huwa anapigana ni mtu kumjuana na Mungu. Mnakumbuka kwa shamba la Edeni vile alifanya? And this is what is happening everywhere in the media. What the devil is looking for is destroying the relationship between man and God to grow. Angalia yale mambo yanaendelea kwa media. People are calling good bad. Yale mambo tulikuwa tunaona ni forbidden. Siku hizi inafanya wazi. Bwana Yesu asifiwe. Cracking joke. Siku hizi niliona kaka kuna ingine inaitwa prank. Unajua prank? Prank mnaijua? Prank ni nini? Ni mtu anafanyia mwingine msaha na alafu baadaye anamwambia it was prank. Na ukiangalia hiki kitu anafanyia mwingine msaha ni kitu baya sana. Na unakuta hii kitu yule mtu anafanya hivi akona followers in their thousands of hundreds. Na people celebrate him. People are calling good evil. People are calling evil good. And it has become the culture of people. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Because kama ushirikiano wetu na Mungu unaenda kukua, tumjue Mungu personally, who he is. Kuna baadhi ya mambo lazima tuachane nayo. We should not call good evil and evil good. We should see things the way God sees them. Tunafaa kuita zile vitu Mungu anaita vibaya, tuziite vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna siku moja a friend of mine ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi nilipigia simu. Akaniambia, brother, by then I was not even a pastor. Unajua KICC ilianguka. KICC, I was like, KICC. Sasa najaribu, because mimi najua KICC kuanguka. Imeangushwa na nini? Akaniambia, uangalie, imeanguka. Sasa mimi nilikimbia kwa nyumba kuangalia breaking news. Kwenda kwa breaking news nikakuta hakuna kitu kama hivi. Ndio baadaye nilimuuliza wewe, kwa nini umeona wapi? Akaniambia huku hiyo ni Tuesday. Tuesday wanaita April. April fast. Kama sasa tuko karibu hapa. Wanaita zingine. I was like, this brother is born again. Kwa nini ameingia na roho hii ya Tuesday? Na unakuta people have glorified these things. And the reason why they are glorified, it is to make sure watu wametokana na Mungu. Because the moment you begin these things, the moment we are not serious with God, God get away from us. Mungu anakaa mbali na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ningetaka uangalie yale mambo wewe mwenyewe yanakufanya Mungu akae mbali na wewe. That is the thing I'm addressing today. Because God told me He wants to take this church to the next level. But for a long time, hatujakuwa serious na Mungu. Hadi ajendea kuwa serious na Mungu. Ninaona watu wakienda kutoa pesa kwa ATM machine. Ushaona mtu anaenda kutoa pesa vile anakuwa serious. Vile wanasimama attention hapa. Anaweka hiyo kadi na ukijaribu karibia hapo mnakosana. Wewe unataka kuiba bilioni. Ushaona mtu akisema ati kwanza nimetukua message hapa kwanza hata nisome hii message ya WhatsApp. Na my friend, afadhali zikae zote. Maana you know what you are getting there. If we are going to be serious with God, we are going to see God in His true character. Amen. Hallelujah. Amen. Ndani yako kuwa serious na Mungu. Tumechukua Mungu kama malaika ugali. Yaani kitu hakuna. That's why we are not seeing His next dimension. But God is that we may see His grace in our lives manifested. Lakini lazima tukue serious na Mungu. Tafadhali ambia ndani yako kuwa serious. Amen. Wakati watu wanaenda kutoa hiyo pesa, hakuna mtu hata anaibaka kwa hiyo. You are concentrated. Usisahau na pili.
Hata unaweza kuiba kwa hiyo usahau na pia. Pesa isitoke au kosa kutoka. Mungu atusaidie. Let us become serious with God, Pastor Boyo. Let us be serious with our God. Amen. Hallelujah. Amen. Na mahali tumesoma we see a story of Zacchaeus. Zacchaeus, wale ambao mmesoma hadithi yake, Zacchaeus was a tax collector. Na kuna watu ambao walikuwa wanachukua Israeli nzima. Kwa sababu walikuwa wana kidogo, they were collaborating with Romans. Romans ndio walicolonize even Jews. Wale hamjui. Na hawakuwa wanapendeka sana kwa sababu walikuwa wamefikiria Wayahudi. Na ndio maana hata Yesu kuzaliwa kwake, Wayahudi walifikiria Yesu amekuja kama mfalme awakomboe na mikono ya Warumi. Tafadhali nataka mshike. Na kwa hivyo Warumi nao walikuwa na majamaa walikuwa wanaitwa tax collector. Walikuwa wanaokota sadaka. Acha niite tu sadaka kwa sababu. Inaitwa tax, ushuru. Walikuwa wanaokota ushuru kwa sababu ya serikali ya Warumi. Kwa hivyo watu hawako wanawapenda sana. They were like, you guys you have collaborated with our enemies. Mnatuvinyilia, si muachane na sisi. So tax collectors hawako wanapendeka. Wanaweza asifiwe. Na sasa hapa kuna jamaa anaitwa Zacchaeus ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi. Na watu ambao walikuwa wanaokota hiyo pesa ya kajoo hawakuwa wazuri sana. Sometimes walikuwa wanaokota excess. Sometimes wanafinyilia watu wa kuwaripoti na ikawa haikuwa nzuri na watu. Kuna watu hata Yesu aliaddress kwa Biblia. One of them ni tax collectors. Unakumbuka hiyo? Na maaskari. Na nani wengine? Na lawyers. Na angalia ile shida. Hii shida mnaona ya corruption haijaanza leo. Corruption ilianza kitambo hata wakati wa Yesu. Na ndio maana Yesu aliambia askari, mtosheke na nini? So, tafuteni hiyo maandiko msome muone. Askari walikuwa addressed, lawyers na tax collectors. Wanaisha sisi. Maana wako na shida yao ya kitambo. Kwa hiyo wapende kuombea. Brother, ni kitu yake kitambo sana. Ni Mungu tu atatusaidia tukae na hawa ndugu zetu maaskari vizuri. Wanatuombea tuwapie Mungu awasaidie watosheke na kile wako nacho. Amen. Maana askari akiona huko nafasi hii anafikiria ni TKK toka kidogo chai. Lakini Mungu awasaidie. Bwana Yesu asifiwe. So Zacchaeus amesikia rumors ya kwamba Jesus was passing by na amekusudia katika moyo, today this man nimesikia vile anaponya watu, vile anaokoa watu, vile anafufua wafu. Today I must know him. Lakini alikuwa na one problem. Alikuwa mfupi wa kimo. He was short and therefore he decided. Wakati aliona umati umekuja kwa wingi, akapanda juu ya mti because he wanted to see who is this Jesus? Who is he? Huyu Yesu ni nani? Remember I'm talking about attracting Jesus until short. Hallelujah. Amen. Akataka kujua who is he. Na wakati Yesu alikuwa karibu apite, akaona mwanaume mfupi juu ya mti. Akauliza umezi, akaambiwa hii Zacchaeus, anaitwa Zacchaeus and he is tax collector. And then he called him. Akamwambia Zacchaeus, come down because today I am going to be a friend in your house. I'm going to be a guest in your house. Na leo nitakula na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru Bwana, nilikuwa ninaangalia kitendo hiki cha Zacchaeus kupanda juu ya mti, akakosa aibu. Because mwanaume mzima, na unajua kuna miaka inazidi kuendelea. Kuna mambo mengine kufanya inakuwa kidogo gumu. Hata kama unataka. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa vijana ungepanda juu ya mti bila shida. Sasa hivi ukiniambia nipande juu ya mti, nafikiria hiyo kitu sioni kama itaniingia. Maana nimekuwa mzito na mtu hajuagi akizeeka. Mtu hajuagi akizeeka. Unafanya kama wote hivi, unasikia kuna kashida hapo ndani, lakini wakati ulikuwa miaka haijasonga sana, ulikuwa unaona hata unashangaa nini baya. Mbona unatembea polepole? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vijana mkipeleka polepole. Amen. Yeah. Sasa mkipeleka polepole. So what I'm saying, because of the desperation and the hunger that Zacchaeus had to know Jesus, Jesus made a decision that day, ya kwamba I will be your guest today. Wapenda niwacheni waambie, God can become your guest today. Amen. Mungu anaweza kushuka kwa nyumba yako leo. Mungu anaweza kuwa mgeni wako mwaka huu. It all depends on how desperate you are for him. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
You can attract his attention. Niliona mama mwingine wakati alisikia uhuru sijui anaenda padigani. Sijui kulikuwa Kirinyaga Horefu. Mwanamke huyo alibeba miwa. Sijui ilikuwa 3 au 2. Na akapambana na maaskari akawaambia leo lazima niongee na Uhuru. Aliongea naye hakuongea. Aliongea na yeye. Lakini alibeba kitu cha kuhakikisha attract the attention of the president. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, if you are going to attract the attention of our Father in heaven, we must be desperate enough. Hallelujah. Amen. Na kwa hivyo wapendwa, Isaiah 55 verse 6 inasema aje? Seek the Lord while he may be found. Kwa hivyo kuna nyakati Mungu hapatikanaji na kuna nyakati Mungu akitafutwa huwa anapatikana. Amen. Amen. Kuna nyakati hata hawale wameokoka miaka 5, miaka 10. Kuna season unapitia unasikia Mungu, it is as though he is far away from you. Kuna nyakati Mungu huwa anajificha tumtafute. Na Biblia inasema we should seek him when he may be found. Because time comes hapatikani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Kuna nyakati Mungu anakuwa karibu sana na mtu. Mimi kuna nyakati zingine and especially sometimes hata sijaomba lakini kuna nyakati nasikiaga uwepo wa Bwana. Sisi kama ushawaifika hiyo level hata wewe mwenyewe unasikia you want to pray, unasikia yani hakuna mahukumu. If you are in such a season, seek the Lord. Kama kuna nyakati unasikia breakthrough ya kutafuta Bwana na kuomba, omba. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko kwa nyakati na season unasikia kulia Bwana, lia. Kuna wakati unajaribu kulia, machozi haitoki. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako kwa season gani? Hata sometimes unajaribu kutubu. Unatubu dhambi mpaka unatubu ya baba nimetubu, kama nimefanya dhambi, unasikia bado kunigumu. It is a season. Hallelujah. Amen. Zacchaeus, when he heard about Jesus going through his way, he decided, I must know this man who he is. Hallelujah. Amen. Na eventually Zacchaeus came down, na tunamuona Yesu akamwambia leo nitakuwa mgeni wako, na wakaenda na yeye kwa nyumba na akatayarisha maakuli na mambo makubwa, lakini watu hawakufurahia. Sisi nini inakuwa shida na watu? They have no problem when you are not making it in life. Ushaona watu wakuu na shida wakati hauna kitu. Lakini ukianza kupata kitu kidogo, ukianza kupata favor na breakthrough, unaanza kusikia watu wakisema ni kuiba lipa. Na ndio maana mnaona mtu wakinona wanasema anakula ya haramu. Na ndio maana hata sisi wachungaji tunajaribu sana kuzinona. Maana nikikuja na kitabu hapa ile nakuza hapa. Sisi mnaona vile amekula sadaka za washirika. Bwana Yesu asifiwe. Tena nikikota sana utasikia pastor wetu tumuombe sana. Huenda. Amen. People have problems when you begin rising. Watu wakaulizana, yani Yesu hajui huyu mtu wa aina gani? Kwa nini afanye makao kwa nyumba ya mtu ambaye ni sina? Huyu mtu anatusumbua. Why Jesus is making him? Why is he entering even into his house? Kwa nini anajiassociate na sinners like this? Nashukuru Bwana. Wakati wako ukifika, Mungu haonaji milima na mabonde akimtembelea. Na ninaomba kwa jina la Yesu, kama mwaka wako ni huwa kutembelewa, utembelewe kwa jina la Yesu. Lakini shida na watu wengi wanaonaga mtu ametembelewa unafikiria, kama ametembelewa, kwani wewe unakumbuka na sisi? Wacha nikwambie kila mtu ana siku yake. Kama ni wakati wako mwaka huu, ninaomba kwa jina la Yesu usipitwe. Amen. Hallelujah. Amen. Usipitwe, Bwana akutembelee. Zacchaeus hosted Jesus in his family. Watu wakaongea, watu wakasema, watu wakakashifu. Yesu akasema, leo mimi ni mgeni wa Zacchaeus. Na ninashukuru Bwana kwa sababu Zacchaeus, unajua wakati uwepo wa Mungu umeshuka katika maisha ya mtu. When the light comes, that is the time you see dark areas in your life. Wakati Yesu aliingia kwa nyumba ya Zacchaeus, Zacchaeus alianza kutubu dhambi. Unajua shida yako ni nini? Uwepo wa Mungu haujaingia. Hata wale watu mnaona wamekauka kanisani namna hii, wacha uwepo wa Mungu ushike katika moyo wako. Utapiga pamoja hapa ulipo. Unaona wengine tunagaragara hapa. Unafikiria ni kumbe? Ni mahali tumeguzwa. Lakini jirani yako ni kuguzwa mahali.
Wakati utaguzwa na uwepo wa Mungu, hutauliza watu wanaliaga kwa nini. Mimi kuna wakati niliguzwa mahali, nilikuwa ninalia ovyo ovyo, lakini machozi nasikia inatoka. Na mwanaume sio kirahisi kulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zake zakamwambia Yesu, kama nimeibia watu mali, nitawarudishia mara ngapi? Simseme. Wewe wakati uliokoka ulirudisha mali? Wakati uliokoka kuna mali ya wizi ulirudisha? Au ulisema tumesamehewa pamoja na dhambi zetu za wizi? Kwa hivyo mali yeye. Nafikiria ni vizuri mtu akiokoka kama ulikuwa na mali ya wizi ulirudisha. Okay, najua hapa hatutakubaliana sana kwa sababu wewe, hebu usijalia kama alirudisha mali wakati aliokoka. Mali ya wizi. Ile mashini kulikuwa umebeba kazini, ulirudisha? Okay, by the way, mtu anafaa kurudisha? Yes. Si, mtu anafaa kurudisha mali ya kikoka. Wewe si mnijibu, mtu anafaa kurudisha? Kama ni nyumba ni bomoe. Ananiambia kama ni nyumba bomoe. Ni ya wizi. Bibi, jenga la siku aliokoka. Ndio nataka mnijibu, mtu anafaa kurudisha? Lakini Zacchaeus alirudisha. Zacchaeus alirudisha. Na ndio maana nimewauliza kama tunafaa kurudisha. Kuna wale wanasema hapana, mtu anaona. Lakini nafikiria ni vizuri kurudisha. Now, this is the teaching from these scriptures. Ningetaka tuelewe namna hii kuhusu kuattract the attention of Jesus, kuhusu kuwa na Yesu katika moyo wako, kuhusu kuwa na Yesu kama mgeni wako. This is the lesson. Number one, we cannot attract God's attention until we are desperate enough to seek Him alone. Hatuwezi karibisha, hatuwezi attract the attention of God or of Jesus until when we are desperate enough to seek Him alone. Mimi wakati nilikuwa nataka my wife, ninamtumbia na all that. Nakumbuka singelala siku 2-3 bila kupigia simu, na sometimes kumwandikia messages. Na by then kulikuwa na simu. Hakukuwa na simu, so nilikuwa ninaandika barua na yeye ananiandikia. And those letters were very important because ninakumbuka hizo barua hata my wife nilimwambia atupe baada ya kuoana bado zilikuwa kwa saduku. Na sasa niko namuuliza kwa nini hizi barua kuweka for this long. Kana unajua sometimes nikisoma bado nakumbuka mapenzi yetu. And I was like, sasa tumeoana sisi. Na Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mapenzi yetu yalizidi kuongezeka, nikaanza ku demonstrate my love for her kwa kumnunulia vitu very simple kama handkerchief. Na wale vijana wale kunaenda kukishikashika wasichana wenyewe. Nitakuwa halafu unatoroka unaacha kumuoa. Hiyo shetani shida kwa jina la Yesu. If you are sure you not marry a girl, usimwambie ati unampenda. Vijana wewe. Jifanyeni wa msikiti. Unajua kuna vijana wako na mazoea ya kushikashika wasichana kama avocado. Unafinya hii. Unafinya kama imeiva. Sasa umishoe. Unaenda sasa unakuta kijana amefuja vijana kama wasichana kama 10. Anafuja huyu moyo, anafuja huyu. Mpaka sasa wakati wa harusi mwenye atawana na yeye for real, inakuwa ni vita kwa kanisa. Si ulikuwa umeniambia utanioa. Mimi wakati nilikuwa very real ya kwamba nitaoa my wife, nienda kumsurprise yeye na kuhadika vitu tamu na I was just celebrating my friendship with her. Na ninakumbuka wakati nilikuwa very serious, nikimwambia kwamba lazima nitakuwa, aliniambia if you are serious, kwanza enda kwa pastor. Mwambie nataka kunioa. To her, that was a security. Bwana Yesu asifiwe. So na nyinyi vijana wasichana, usiatue tu unataka ninakupenda na yeye unajua kwa cube ya kijana. Hapana, ni vizuri kupima kama vile anakuambia ni kweli. Maana nao siku hizi wasichana nao wamekuwa very cheap. Sijui kwa nini
Unaambiwa ninakupenda, unachekeshwa, unanunua chips, unaweka kwa kitu ya. Take time. Amen. Amen. Vijana, take time. Hallelujah. Amen. We cannot attract God's attention until when we are desperate enough to seek Him at all. Mungu hawezi kupatikana kwa maisha yako until when you are desperate enough. What is desperation? Ushaona mtu desperate? Ushaona mtu desperate kwa kitu? Aya. Nani ashawahi kuwa desperate na kitu? Unasikia kama siipati nitakufa. Kwa sababu ushawahi kuwa desperate na kitu? Amen. Amen. Ninatumia mfano ya bibi na bwana kwa sababu in our other times of love of friendship unakutaka kijana can do weird things. Kijana kuna watu huwa hata wanajua kwa sababu ya mapenzi, si kweli? Yeah. Unakuta kijana anaenda 10 kilometers, anavuka milima na mabonde akitafuta msichana. That is desperation. Kama you are desperation for God haijafika that level, wewe kumpata Mungu awe mgeni wako itakuwa gumu. Kuna mtu ananisikia? Amen. Amen. Ushaiona msichana amevunjwa moyo? Amen. Na kijana inakuwa issue. Anaambia wazazi, mimi ninaenda kujiua. Sasa inakuwa issue kubwa to an extent kwa wazazi ndio wanamtia moyo. Tafadhali vijana ni wengi, usijiue. Lakini she is desperate because her heart was given to that boy. Na ndio maana natulia ukazi. Na sijui kwa nini nasema hivi. Tafadhali kama umechukia msichana umuoe. Pale mko hapa hamjaona. Kama umechukia msichana, keep your words. Don't break her heart. Because women love, they love. When women love, they love. Wanawake hawana shida na kupenda. Mwanamke akipenda amependa. Wanaume ndio tunakuwa na kasoro. Ndio maana unaona mwanaume anaweza kuoa wanawake 10. Unashindwa hii upendo ya kugawia watu 10 imetoka wapi? Na ndio maana katika Biblia the Bible commands men to love their wives. Kwa sababu Mungu alijua shida ya mwanaume ni love. Mwanaume kupenda anaweza penda ng'ombe kuliko mwanamke. Mwanamke aliagizwa afanye nini? Obey the husband. Women, their problem is obedience. Lakini men, their problem is love. Na kila mtu aliambiwa afanye kile inakuwa kama kufanya. So men were taught to love, women were taught to obey. So we can't attract Jesus' attention unless or until we are desperate enough. Do I have desperate people for God? Kuna mhubiri alisema kanisa yao wakati walikuwa wanaanzia na sio hapa Afrika Usuguni, walikuwa wanaenda kanisa 5 na 4 saa 10 asubuhi. Na anasema yeye by then alikuwa kijana, akienda kanisani masaa ya 4 alikuwa anakuta watu wamejaa huko nje wanangojea mhubiri akuje asubuhi. Na kwa wasugu kuwa kunaamka kitu tunaita smoke. Sio kama hapa Afrika. Ulisa jirani yako anakuja kanisa saa ngapi? Bila mnaniangalia na alikuwa hivi. Si umuulize, si nimekupea ruhusa na akikuangalia vibaya uniambie. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Now you see the difference. If you are God, who will you give attention? Between mwenye amekuja saa 10 kwa sababu ya desperation na mwenye amekuja saa 4 au saa 5. Who will you attend to? Nani ashawahi kupatiwa invitation na boss? Ukaambiwa ukuje uangalie kazi. Ulienda saa ngapi? Ulienda ukasema utaenda kuambia boss nimechelewa. Nisamehe. Si ya boss alikuja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Inaitwa desperation. If you don't have that level of desperation, forget about having God's presence. You need to be desperate for Him to attract His attention. Itabidi kama nikipanda mtu hapa na kila mtu mzima anapanda juu ya mtu, nini amebakisha? Hakuna kitu hawezi fanya. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka hivi chini. Akasema sitaki kujua watu watasema namna gani, but today I must attract his attention. I must hold him in my house as a guest.
He was desperate. Zacchaeus was desperate. And that's why Jesus did not pass him. Hakumpita. Ukitaka kujua mtu atatoboa katika maisha, hiyo nilikuwa nawaambia hapa siku nyingine. Na nafikia hivi ndio nilizungumza asubuhi. Ukitaka kujua mtu atatoboa katika maisha, it is how serious or how zealous, how passionate he is with the vision he holds. Hiyo utajua mtu huyo atatoboa katika maisha. Lakini hii ingine unaona watu wanapiga maisha free. Unaweka gia free. Wale ngani vile tu tunaenda waka wewe you not make it in life. Wacha niingie hapo. Ukitaka kujua mtu atakapokuwa katika maisha, it is how passionate and serious he is with the vision. Huyo atakapokuwa. Wakati madai wale hamjui, wale mmezaliwa juzi. Huyo mwanamke alipreserve environment yetu ya Kenya with her life. Alikuwa wakati wa Nyayo era. Wale hakukunywa maziwa ya Nyayo, inua mkono kunywa maziwa ya Nyayo. Nataka kujadili ndio mlikunywa maziwa ya Nyayo. Sio wote walikunywa maziwa ya Nyayo. Wale walikunywa maziwa ya Nyayo sio wengi. Nyayo hakuwa wakati wa Rais Moi haikuwa kama wakati huu. Demokrasia mingi. Wakati huu ni vizuri unatusi uhuru na unaendelea. Unasimama kwa YouTube unasema yeye hana akili na haukujili. Wakati huu mpaka unaangalia hivi na unaangalia hivi kama kuna mtu anakuja au kuna mtu anasikia ukiongea mabaya. It was also that. Lakini huyo mwanamke alipigania kwa sababu ya environment until that the reason why tuko na Karura Forest na misitu mingine. Ilikuwa inabidi saa zingine watoe huko wamama. Wamama wanaenda huko wanatoa nguo zote. Maaskari wakitumwa wanasema sasa tutaenda kuona mama zetu huishi wanarudi kama kukiza. That is desperation. That's how desperate that lady was because of this nation. Amen. Ninaeleza hivi ndio watu wajue desperation ni nini. You will never attract Jesus' attention until you are desperate enough. Hii kama unakuja unaangalia hapa. Sasa watu watakiona namna gani nikifungua mdomo nikiona, nikiomba. Unajaribu kuzimazi. Wacha nikwambie, you are not desperate. Mtu desperate huwa hajali kama machozi yanaingia kwa mdomo. Wacha nikie. Bora Mungu aone. Bwana Yesu asifiwe. Are you desperate enough? Si mnijibu, are you desperate enough? Umefika ile desperation level? Hatujafikia. Bwana Yesu asifiwe. Number 2. Your wealth, your disability is not inability. When you are zealous enough, you can achieve your goals. Your disability is not inability. When you are zealous enough, you can achieve your goals. Your disability is not inability. When you are zealous enough, you can achieve your goals. What does it mean? Ya kwamba Zacchaeus was a man of short stature. Alikuwa wa kimo kidogo. Na angeweka visingizio ya kwamba mimi ni mfupi, siwezi simama mbele ya watu watanizuia kumuona Yesu, lakini alidevise his way out, akapanda juu ya mti. Because disability is not inability. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aseme disability is not inability. Disability is not inability. Hallelujah. Nimeona watu wamezaliwa bila hizi viungo tuko nazo. Tunaona mtu amezaliwa bila mikono. Wengine wanazaliwa bila miguu. Wengine wanazaliwa kama mwingine kama sasa Nick Vujicic alizaliwa bila mikono na miguu. Lakini he is famous than all of us here for Bible and multiplying. Nick Vujicic amesunguka dunia mzima na hana mikono na hana miguu. Lakini ana swim na ana brush meno na hakuna kitu ambacho tunafanya. Nick Vujicic. Uliza jirani yako kama uko na miguu na mikono. Lakini unakuta hapa kuna watu wanalalamika, si kuachiwa kitu na mama, mzee hakukuachia kitu, alituacha bila shamba. Na uko na miguu minne, miwili na mikono miwili na akili. Hakuna mahali kuna ulemavu isipokuwa hapa. Mungu atusaidie. Ambia jirani yako disability is not inability. Hallelujah. Shida yako you are not desperate enough. Ninashangaa na watu watuona mambo mengine ni mambo kubwa. Maana kununua gari, nadi. Nipika kuja ukitaka. Utaibiwa. You are not desperate enough. Ambia jirani yako be desperate enough. Ni wakati unataka magari kwa nyumba. Mimi nawaambia inawezekana mtapata. But desperate enough. Ni wakati tunataka manyumba, it is possible you can get it. Be desperate enough. Hallelujah. Disability is not inability. Pastor wewe hujui. Mimi nilisoma mpaka 35. Wacha nikwambie kuna wale hawako na shule.
Nilisikia ndugu mwingine alienda akaambiwa na pastor, wewe utaenda ng'ambo. Sasa ndugu akaanza kucheka. Pastor akashindwa, amefurahia sana. Akaambia pastor, sijasoma. Yaani anashangaa hii unabii hata sijasoma. Pastor anamwambia utaenda ng'ambo. Na silikuja kutimia. Alienda ng'ambo na sasa anaongea Kiingereza ile iliyofukiwa. Alisema alienda ng'ambo mwaka ya kwanza alikuwa anaongea na sasa. Lakini sasa hivi anaongea na mdogo na Kisumu ile imefukiwa. Maana disability is not inability. Wale mnajificha chini ya masomo. Mimi nilifika 5. Mimi nilifika 8. Mimi nilifika 4. Wacha nikwambie disability is not inability. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako ukiamua utaipata. Amen. Ukiamua utafanya nini? Hata kama ni kupanda juu ya nini? Ya mti, pada. Kuna mwimbaji sipendi vile kuna mwimbaji siku hizi inaitwa kutrend. Ametrend sana from Kisii. Anaitwa kijina kile ikakaa baba something. Mnaona vile wewe mwimbaji ana dance? Mnaona vile ana dance? Kwani hamjui kwa binadamu? Ulimuona? Mpaka niliona jinsi ameitwa Citizen. Na hata wengine wakaanza kumhoji kama anatumia madawa ya kulevya. Akasema hizo vitu hata haitumia because vile anafanya sio kitu ya mtu wa kawaida. Lakini pamoja na kufanya hayo tunamwangalia kwa YouTube. Amen. Tunamfuata tuone ni mitindo gani nyingine ameleta. Anacheza na anaimba mpaka anapiga zote. Amen. If you are not desperate enough, you never succeed in life. Tafadhali mnisikie, if you are not desperate enough, you never succeed. So number 3, opportunities favors the prepared mind. Zacchaeus come down to bed. That was the statement of Jesus. Opportunities favors the prepared. Please write it. Opportunities favors the prepared mind. Nafasi huwa zinakubali yule mtu ambaye amejitayarisha. Opportunities favors the prepared mind. Nafasi ni nyingi sana, but if you are never ready for them, they will never favor you. Nafasi ni nyingi, na nakumbuka mwaka huu nilitoa unabii. Nikasema this is a year of opportunities, but it is not for all. It is for those who are prepared for them. Bwana Yesu asifiwe. Opportunities favors the prepared mind. Everybody say it. Opportunities favors the prepared mind. Please, tunaisema kama hatuna moyo. Sema opportunities favors the prepared mind. Opportunities favors the prepared mind. Hallelujah. Amen. Are you ready? Is your mind ready? If you are not ready for breakthrough, you can't have it. If you are not ready for wealth, you can't have it. If your mind is not prepared for victory, you can't have it. Opportunities favors the prepared mind. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Zacchaeus was prepared to meet Jesus. Unakumbuka mwanamke mwenye alikuwa na issue ya blood? Anasukumana, anaenda na kugusa Yesu pili la nguo. Watu wanaulizana, Yesu wakati alisema kuna mtu ameniuliza, watu wakaanza kusema, wewe Yesu unaongea statement zingine za aina gani? Akasema hapana, there is someone who has I have felt the power leave me. Opportunity. Kuna watu walikuwa na Yesu kila siku, kuna watu walikuwa kwa hiyo huduma, kuna watu walikuwa in fact bodyguard, lakini they did not get an opportunity. Though they were so much near Jesus, apart from this lady. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako be prepared. Inaona watu wanakuja hapa ni waombe. Unakuta mtu tu anakuja. Ni open tu labda itatendeka. Ndio maana haitendeki. If you want to know that you are going to receive it, your mind is prepared. In fact, unaulizaga itafika lini? Sasa tunajua pastor akisema kitu, nitapokea. Kuna dada alikuja hapa na alikuwa amekaa miaka 8 na hakuwa na mtoto. She told me alikuwa ametembea everywhere. Na akaniambia yeye si wa hii church, alikuwa mgeni. I'm telling you the truth. Na sijui kwa nini watu wengi wakija wanapokea wanaacha watu hapa. I prayed for that lady and after some time nilikutana naye Mlolongo. Ninaona mtu ananisimamisha. Namuuliza, ananiambia pasa unikumbuki, namuuliza wewe ni nani? Si ukumbuki fulani wewe uliniombea nipate mtoto. Siku anamjua kwa sababu tayari alikuwa amepanuka. Alikuwa hapa hivi. Wakati alitaja jina yake na nikakumbuka. Nikasema surely there is God in heaven. Opportunities favors the prepared.
mali. Hata kwa hii nyumba ya Mungu ukikuja pasipo na matayarisho. Na ndio maana tunasema kwa watu wakuja na vitabu na kalamu. That is the first step of preparation. Amen. Amen. Kuna mtu anaenda shambani bila jembe. Na kwa nini tunataka kuja kanisani bila jembe? Kuja na kitabu na kalamu, andika kile ninasema, because opportunities favors the prepared mind. Wale watu mnaona ikifika Sunday anaamka anapiga Biblia namna hii. Na hii Biblia yako watoto wanachagua sana. Hiyo ni kumaanisha you are never ready in life. Amen. Amen. Biblia inafaa kuwa ni ya kusoma kila siku. Sio Sundays. Hiyo notebook sio ya kusoma Sundays, ni ya kupitia wakati umeenda nyumbani, unarudia hayo mahubiri nimefundisha. Because those are the things that will change your life. Bwana Yesu asifiwe. Can I say this? There is a village in India. Hakunaga wizi. Sikumbuki jina yake, lakini ni kijiji fulani katika India hakuna wizi. Na walikuwa wanasema for the last I think more than 100 of years hakuja kuwa na wizi kwa hiyo kijiji. Unajua ni kwa nini? Belief. Wanaamini they have tied their culture. Wizi, it is one of the abomination. So you can't steal. In fact alikuwa anasema hawafugaji manyumba. Huku kwetu Kenya jaribu kutofuga nyumba. Utaingia uulize yangu ilikuwa namba. Sababu utaikuwa taifagiwe. Mwizi aibe na afagie nyumba. Ukiingia unaona inakaa yako lakini sio yako. Maana hakuna kitu. Lakini huko hawaibaki. Maana they have put it in their culture. Ya kwamba wizi, it is a bad omen. So wizi hawaibi. Hata ukuta kwa nyumba imefunguliwa wizi iba, it is in their culture. Na ndio maana Biblia inasema aje kuhusu culture yetu ya Ukristo. We are like dove. Vile dove, sio jiwa. Dove. Ugayagano ikiponda hiyo inaitwa dove. Okay, ninaongea na Kikuyu. Dove, ni dove. We are like dove. Hivyo kwa nini? Dove. Ni dove. Nafikiri ni the same dove, ni tofauti ni spelling. Si kweli? Hiyo ile kitu hiyo baking powder ikiwekwa inaingiaka inafanya hiyo dove au dove. Ukiweka mandazi inafura, si kweli? That is how we should be in the kingdom of God. Our culture inafaa kuingia kwa society. Tubadilishe society ikuwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia ile culture tunaelea Kenya. Niliangalia siku nyingine nimesikia ati walimu sahihi wakifundisha, mwalimu akifundisha anakaa chojo. Maana kinaweza umana anytime. Mtoto anaweza toka nyuma aende aduke mwalimu na kisha. Nyakati zetu hata sijui ungepitia wapi. Mtoto alikuwa wa society nyakati zetu. Chief Kanteli si kweli? Mtoto ulikuwa bado ukifanya mabaya ukutana na jirani. Siku hizi jaribu kupiga mtoto wa jirani. Je, utajua? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? So what I'm saying is, angalia ile culture tunalace. Ile culture tumeweka kwa society yetu. We have glorified evil, we have called good bad and bad good. Mtu akifanya kitu kwa media inakaa useless, kila mtu anasema kamechanuka. Mtu akifanya mambo mazuri anasema huyo ni mambo zamani. And because of glorifying that evil culture, look at how our society is. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Opportunities favors the prepared mind. Dakika tano. Your passion and goals in life will keep you ahead of the multitude. Your passion and goals in life will keep you ahead of the multitude. Ni nini nafanyanga watu wakae mbele ya wengine? Ni passion and goals. Wacha kushinda ukisubwana na watu. Kama huna kitu huna. Unasema watu hawakukumbuka. Unataka kukumbuka uko na nini ya kukumbuka? Msimu wa maembe, hakuna mtu hakuli maembe. Hatuhitaji kukumbuka maembe, tunajua ni msimu wa maembe lakini tunatumia kutoka kwa mwembe. So, it is your goals in life and passion that will keep you ahead of the multitude. It is your goals in life and your passion that will keep you ahead of the multitude. So your passion and goals in life will keep you ahead of the multitude. That is number 4. For your goals and passion in life will keep you ahead of the multitude. Number 5. And I think this is the last one. Your wealth or status, your wealth or social status in the society does not attract God.
but your life and love for Him. Your wealth or status, social status in the society does not attract God in your life, but passion and love for Him. But passion and love for Him. Let me repeat. Your wealth or social status in the society does not attract God, but your passion and love for Him. Yes. Position yako unaweza kuwa maskini, unaweza kuwa huna au uko nazo. Kile huwa kinafanya Mungu ashike kwa maisha yako ni upendo ulio nao juu ya maisha kwake na matamanio ulio nayo kutoka kwa Bwana. So those are the five observations I have made from that story of Zacchaeus. Ya kwamba we can attract God in our lives if we are desperate enough. Amen. If we are desperate enough. Mungu sio Mungu adhumani. Unanisikia? Mungu sio adhumani, Mungu sio Mungu wa kipendeleo. Lakini kuna watu huwa wanapendelea wale ambao wanampenda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiwezekani hata kwa nyumba. Mimi nilikuja kurealize hata wazazi, yule mtoto ambaye ni mtiifu, yule mtoto ambaye ni sio rude, mtoto ambaye hana kiburi, huwa anapendwa na mzazi. Nilikuja kurealize ya kwamba hata wale watoto tunazaa, mtoto akikuwa mzuri, you have no option but to love him or her. So ukiona mtoto anasema anachukua nyumbani, kuna ile kitu kinafanya achukiwe. Huwezi kuwa mwizi mkorofi na mzazi akupende, but if you are obedience, if you are a godly child, the parent will love you. Bwana Yesu asifiwe. So can we read that very fast? Nafikia masai maisha. Tumesema number 1. Unasema haraka. Nataka nisikie. Tumesema aje? We can't attract God's attention until we are desperate enough. I want to hear it again. We cannot attract God's attention until we are desperate enough. Amen. Desperate for what? For God. Okay? Desperate for what? For God. If you are desperate enough, you will attract God. Haiwezekani wewe ni mtu wa ukienda ibada hutaki kukuja, unakujaga wakati unataka au wakati kuna shida na ufikirie uta attract God. If you want to attract God, you have to be desperate enough. Go for Him. Look for Him. Seek Him. He will be found by you. Right? Number 2 tumesema ni gani? Tumalize. Your disability is not inability. Kama uko na upungufu katika maisha yako, haimaanishi wewe hauwezi make it. Haimaanishi wewe Mungu hawezi kukubali. Your disability is not inability. Kuna watu kama Moses walitumika na Mungu kwa ajili ya kubwa. Moses alikuwa kigugumizi. So akataka kusema Jehova, akasema je. Over. That was Moses for you. Basi Mungu akamwambia uko na Aaron, ndiye atakuwa unamwambia hiyo Jehova zako, anasema Bwana Yesu asifiwe. Lakini alitumika na Mungu. Ya kutosha. Kwa hiyo hata kama unasema je, over. If you are desperate enough, you can still attract God. Hallelujah. Mungu hatukatai au kutukubali kwa sababu ya vile tulivyo. In fact, Moses alilalamika mpaka akauliza Mungu, hiki kidogo yangu au Mungu akamwambia mimi niliumba hiyo mdomo. Mimi niliumba hiyo mdomo, nikaumba hiyo ulimi na ninajua. Lakini swali ni hili, Moses akiwa Misri alikuwa anaongea vizuri na kile. The Bible says that Moses was eloquent. He was mighty in word and in deed. What happened? Wakati alifika huko akaanza kuongea sasa. What happened? Nafikiri alimika ilitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Disability is not enough. Disability is not enough. Please say, disability is not enough. Wala mnasemaga sijui kwetu mnajua baba alikuwa hana kitu. Mama alisema, wacha nikwambie, hiyo haiwezi kuzuia kuinuka. If you are desperate enough, unaweza inuka mpaka watu wapige tu. Hallelujah. Namba 3 tumesema ni gani? Opportunities favors the prepared. Opportunities favors the prepared. Shida na watu wengi, and I'm sorry to say this kwa sababu mimi pia ni Mkristo. Shida na Wakristo, we are never prepared. Na unajua shida na Wakristo wengi ni nini? Laziness. Wacheni kama kuna watu wavivu. Unajua hata watu wengine wanataka kwenda jikoni haraka kwa nini? Shida. Baba, katika jina la Yesu, nichukue. Sababu kigeuka huko na mnaenda kuta
kuna watoto watano wanapiga tu hapa. Kiangalia kabati hakuna kitu. Ukula unakula kwa imani. Sasa unauliza si Yesu akuje 20. Kuna mtu anaweza kumwambia aende mbinguni na kuuliza kwa nini? Si kwanza akae. Sababu akiangalia hapo akifungua friji anakuta samaki. Tulienda kuamsha maneja mwingine. Hebu tuwaidi tu. Tulienda kuamsha maneja mwingine.